kikubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Kwa majina anaitwa Nuru Ibrahim, ni mfugaji wa kuku wa mayai. Napatikana mkoa wa Njombe, nafuga kuku aina ya Bovan. Ufugaji wa kuku wa mayai umenisaidia sana kwenye kuongeza kipato changu, kwa sababu nauza mayai. Nikishauza mayai napata fedha ambazo zinanisaidia kujikimu kwenye maisha yangu ya kila siku. Pia napata mbolea. Mbolea inanisaidia pia, nikiuza mbolea naweza pia kuhudumia kuku wangu, labda wakiumwa, labda pia kwenye swala la kununua malanda, vitu kama hivyo. Kuku amenisaidia kuniinua kiuchumi, kwa sababu cha kwanza nimeweza kupata kuunganika na watu wengi, kwa sababu kupitia ufugaji wa kuku nimefahamiana na watu wengi, wafanyabiashara mbalimbali ambao wanakuwa na mahoteli, wale ambao wanakuwa wanapika chips sehemu mbalimbali. Kwa hiyo imenisaidia mimi kupanua soko langu kwa ukubwa, na pia inanisaidia kuongeza kipato, kwa sababu wale wateja jinsi ambavyo wanakuwa wanakufahamu ndivyo ambavyo wanakuja kukua wateja wako. Matarajio yangu ya mbele ni kwamba natarajia kuja kuongeza idadi ya kuku kwa kiasi kikubwa. Mara nyingi huwa naangalia watu ambao wanafuga kuku wengi sana wa mayai, huwa nakuwa napata na mimi hamasa kubwa ya kuongeza idadi ya kuku, kwamba naona inawezekana. Kwa hiyo matarajio yangu, natamani siku moja nije nimiliki hata kuku, labda banda la kuku labda 10,000, 20,000 mpaka 30,000. Wamama wengi kama sisi labda tumejiajiri wenyewe, hatujaajiriwa. Ili ukishakuwa unafanya hii biashara unakuwa ni kama umejiajiri kabisa. Yaani ni ajira tosha. Kwa sababu inakusaidia pia kwenye kusaidia labda kuongeza kuchangia labda ada za watoto, kwenye swala la kusaidia labda malezi ya watoto, kwenye swala la kununua mahitaji mbalimbali ya watoto. Pia inakusaidia labda kumuongezea mwenzako, kumsaidia kupunguza majukumu. Kwenye swala la kwanza kwenye kufuga, mara nyingi huwa tunapenda kushauriana. Tunaanza kwanza kidogo. Ukianza kidogo unajifunza vitu vingi, kwa sababu huwezi ukasema unaanza kwa ukubwa wakati kidogo pia hujajijua. Ukishaanza kwa udogo, maana yake utajifunza zile changamoto mbalimbali, na pia hautopoteza mtaji mkubwa. Wakati unazidi kukua taratibu, huwa tunapenda kuna sehemu mbalimbali ambazo mtu unaweza ukapata pesa. Kuna vikundi, kuna benki, unaweza ukaenda ukapata mkopo ukakusaidia. Kwa hiyo mimi naona hii ni biashara ambayo tunatakiwa tuiwekee mkazo kama biashara zingine, kwa sababu hatutakiwi, yani utakiwa kusema tu kwamba naishi na kuku, hapana. Tunatakiwa tufanye kama biashara. Sana sana sisi kina mama inatusaidia sana, kwa sababu inakufanya kwanza katika swala zima la kuwa unapata muda mwingi wa kufanya, yani wa kuwa na vitu vya kujishughulisha, kwa sababu kuna muda utahudumia kuku, kuna muda utatakiwa ukaokote mayai, ukatafute soko la mayai. Kwa hiyo muda mwingi unakuwa unajikuta muda wako uko mwingi sana unafanya mambo ya uzalishaji zaidi. Tunatakiwa tutafute kipato, kwa sababu mbali na ufugaji tu, hii mbolea tunayoipata unaweza ukafanya pia kilimo. Unaweza ukafanya kilimo cha mboga, ukafanya vitu vingi. Kwa hiyo kutokana na zao ambalo linatokana na hawa kuku, unaweza ukafanya shughuli nyingine, ukazalisha shughuli nyingine zaidi ambazo zitakupa kipato zaidi. Majina naitwa Debora Jombe. Mume wangu anaitwa Obedi Fisima. Tuna familia ya watoto 4, 3 wa kiume, wa kike 1. Tulianza kufuga mwaka 1999. Tulipata ndama kutoka Haifa. Ni kopa ng'ombe lipa ng'ombe. Nipata ndama akiwa na miezi 10. Nikamtunza akawa na miezi 16, nikampandisha akazaa kijike, nikatoa kwa jirani. Nikaendelea kumkamua. Kamua wa kwanza alikuwa anatoa lita 12 hadi 16. Nikampandisha mara ya pili, akazaa tena kindama, nikatoa kwa mdhamini. Maana ilikuwa toa kwa jirani na kurudisha kwa mdhamini. Kipato kile cha maziwa nikanunua ng'ombe mwingine, wakawa ng'ombe 2 ambao walikuwa wanatoa wastani wa chini lita 30 kwa siku. Wakawa wananisaidia kusomesha watoto, wamesoma kuanzia shule ya msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu. Mafanikio mengine ni kuboresha makazi. Tulikuwa tuna nyumba ndogo, tulivunja kwa kupitia maziwa, tukajenga nyumba nyingine, tukawa tunaendelea kuishi
na tunaendelea na miradi mingine. Nilikuwa na changamoto ya maji, nilikuwa nateka bondeni. Sasa ng'ombe mmoja anakunywa lita 120. Nikaona changamoto ni kubwa, tukachimba kisima kama hicho mnachokiona, tukaingiza mota na kuweka tenki juu. Kwa hiyo maji ninayo mengi kwa kupitia ng'ombe. Na kingine kupitia hawa ng'ombe nilivyokuwa nakamua, nauza vindama, nikaongeza maeneo mashamba. Tukaongeza mashamba. Kwa kipindi hicho tulikuwa tunalima mahindi. Kabla hatujaanza kufuga tulikuwa tunanunua mbolea za viwandani, kwa eka tulikuwa tunapata gunia 5, 6. Lakini baada ya kuanza kufuga na kutumia samadi, kwa eka moja tunapata gunia 15. Kulingana na kipato kilivyokuwa kinazidi, tukajenga na nyumba ya kupangisha ili tuwe tunapata hela kidogo ya kujikimu kwa kupitia hawa ng'ombe. Maziwa tunayokamua na kuuza vindama. Baada hapo tukaja mradi huu wa parachichi, tukafungua mashamba ya parachichi kwa kupitia hawa ng'ombe. Tunazo ekari 10 za parachichi. Na mpaka sasa tena tuna ekari 6 ambazo tunataraji kupanda mwezi wa 9. Una ng'ombe wangapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hizi nina ng'ombe 3 na mtamba 1. Niliouza ni wengi zaidi ya ng'ombe 50. Hawa ng'ombe wamenisaidia samadi hii, nawasaidia hata majirani kwa kupitia hii samadi, na wamenufaika tena, wamejiunga na wana ng'ombe. Mume wangu alikuwa anafanya kazi hima na mshahara wake ulikuwa kwa mwezi 50,000. Lakini kwa kupitia hawa ng'ombe nilivyokuwa nafuga mimi, kwa kipindi kile nilikuwa napata kwa mwezi 1,500,000. Nilimshawishi hata mume wangu aache kazi tuendelee na ufugaji. Watu wanaotamani kufuga ng'ombe wa maziwa huwa na washauri, kuna wengine wanakuja kujifunza, huwa na washauri. Ufugaji wa ng'ombe lazima mkae, kama ni mpo pea, baba na mama, mkae mkubaliane kwamba wote tunakubali kuingia kufuga, au mkisha kubaliana ndipo mtaweza kuona kazi hii ni rahisi. Na wao wengi niliowashauri wamefanya hivyo, wamefanikiwa. Lakini wengine walioanza tu, baba anarudi na ng'ombe huko anamwambia mama fuga ng'ombe, huu mradi umeshakufa. Na huwa nawashauri kwamba ng'ombe ni mkombozi. Hivi vingine tunavyoviona hivi vimekuja nyuma, lakini hawa ng'ombe ndio tulioanza nao, wamesomesha watoto, wametubadilisha hata hali tulizokuwa nazo. Kwa hiyo watu wanajifunza kwa kupitia wanayoyaona ninayoyafanya mimi. Kwa sasa changamoto gani ambazo unazipitia kwenye ufugaji wa ng'ombe wa maziwa? Changamoto ninazozipitia, changamoto ya kwanza ni bei. Bei ya maziwa tunauza bei chini, lakini pembejeo zipo juu. Tunauza lita shilingi 800. Lakini pembejeo zipo juu. Faida tunayopata ni kidogo. Sasa kwa sababu wanatuwezesha mbolea na nini, kwa hiyo tunalizika nayo. Ndio. Vipi kuhusu huduma za ugani? Tunazungumzia vipi, wataalamu wanafika kwa wakati kuhusiana na masuala ya chanjo na vitu vingine? Ni kweli wataalamu wanafika kwa muda mwafaka. Hata ng'ombe akiwa na hitilafu, ukiwapigia simu mara moja wamefika na kusaidia. Changamoto gani kubwa ambayo umewahi kuipata huwezi kusahau kwenye shughuli yako hiyo ufugaji wa ng'ombe wa maziwa? Asante. Changamoto niliyopata ni karibu mara 3 au mara 4. Kulikuwepo na ng'ombe aliyemzidi ukubwa kama huyu, alitoka kuzaa ana wiki 2. Ghafla tu yule ng'ombe nikaona anatoka na damu puani. Sikuelewa ni ugonjwa gani. Nikamuita daktari, alijaribu kumtibu kama wiki, ikashindikana. Yaani wiki zima hajala, lakini alizidi kuvimba mpaka nakufa. Alikuwa na changamoto zingine kwa nyuma kule, tulikuwa tunakutana na changamoto za magonjwa ya kiwele, maziwa kuharibika, kuganda, muda mwingine unakamua inatoka damu. Kuna ng'ombe mmoja niliyemuuza, huyu alikuwa anatoa lita nyingi sana, lakini alikuwa na changamoto ya kiwele. Lakini kupitia elimu walizokuwa wanatufundisha wataalamu, tukawa tunazifata, usafi, namna ya kukamua, vyombo vya kukamulia. Kwa hiyo changamoto hiyo imepungua. Kwa majina naitwa Obed Levi Fisima, ni mkazi wa hapa Mahewe, kata ya Ramadhani. Katika historia mimi nilikuwa mfanyakazi wa
shirika moja la kigeni ambayo nilifanya nayo mkataba kama miaka 15 hivi. Kwa bahati nzuri au mbaya, lile shirika mkataba ukaisha. Baada ya kuisha mkataba, basi walienda kwa Ulaya. Na mimi hapo bahati nzuri, zile hela nilizokuwa nafanya kule nilikuwa nawekeza, nikanunua ng'ombe. Achana na ng'ombe tulizopewa na mradi, tulikuwa na ng'ombe yetu binafsi. Niliponunua ile ng'ombe ikazaa kitoto. Ilipokizaa kitoto kimoja tu, bahati nzuri na mradi wa kopa ng'ombe lipa ng'ombe ukao umeingia. Nao tukajiunga ule mradi. Pamoja na ule mradi wa kopa ng'ombe na kulipa ng'ombe, pamoja na ile ng'ombe tuliyokuwa tumenunua sisi binafsi, kwa kweli maisha yakawa sio mabaya. Pale kidogo tukawa, kabla sijapata ile ng'ombe na vishamba vidogo vidogo nikawa nimeshanunua. Shughuli ya ng'ombe ndio maana hata mwanzo tunaanza kufuga kwanza tulipatana mama na baba. Tukakubaliana kwamba huu mradi tuanzishe. Maana huwezi kuanzisha mradi kabla hamjakubaliana nyinyi wote, inakuwa ni ngumu. Kwa sababu kuna kuachiana. Sasa mnapokuachiana matokeo yanakuwa ni magumu, kwa sababu mwingine anafanya, mwingine hafanyi. Kwa hiyo matokeo yanakuwa hayana matokeo hayatakuwa mazuri kwa ujumla. Wito kwa wengine ambao wanaanza maisha, na shauri kwamba wanapoanza maisha lazima washirikishane baba na mama, wakubaliane. Wakishakubaliana kufanya kitu, kwa kweli kitawaletea manufaa baadaye. Kwa sababu kubaliana lazima hakitawaletea manufaa, kwa sababu watakuwa wanabishana. Huyu anafanya hiki, mwingine anafanya hiki. Kwa hiyo maendeleo yatakuwa hayapo. Natakuwa wote muwe kitu kimoja.